Ukiziona dalili hizi 8, tambua ya kuwa umepewa ulinzi maalum wa malaika tangia utotoni. Hii ni mada yenye uzito mkubwa sana kiroho, na ukielewa kwa kina unaweza kugundua kuwa maisha yako hayajakuwa ya kawaida tangu ulipokuwa mtoto. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, sio kila mtu hupitia mambo fulani. Kuna watu wamewekewa ulinzi wa kipekee tangu utotoni, ulinzi ambao hauonekani kwa macho ya mwili, bali unaonekana kupitia matukio, ishara na namna walivyookolewa mara nyingi sana kwenye hayo matukio. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama wewe unamwamini Mungu ni wa kwanza kwenye maisha yako, tafadhali like video hii kisha kaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie dalili 8 ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue kuwa umepewa ulinzi maalum wa malaika tangia utotoni. Namba 1, umepona au kuokoka mara nyingi kutoka kwenye hatari kubwa. Kama tangu utotoni uliwahi kuanguka vibaya au uliwahi kuumia vibaya lakini ukaishi, au uliwahi kuumwa sana lakini ukaendelea kupona, kuepuka ajali kwa sekunde chache, hii sio bahati. Kuna mkono usioonekana ulikuwa unakuokoa kila mara. Malaika wa Mungu huingilia kati pale ambapo maisha yako yako hatarini, kwa sababu kuna kusudi kubwa ndani yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 34 na mstari wa 7, imeandikwa nukuu, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuokoa. Kwa hiyo ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa wewe ulipewa ulinzi maalum wa malaika tangia utotoni, umekuwa ni mtu ambaye ukipona au kuokoka kutoka kwenye hatari mara nyingi. Yamkini ajali, inaweza katokea ajali wewe ukatoka salama. Inaweza ikawa ni ugonjwa ukakupata, yani ugonjwa mkali sana, lakini katika ugonjwa huo wewe Mungu akakuokoa ukapona kabisa, ukatoka salama. Yani unakuwa ni mtoto ambaye unapitia kwenye hatari, yani unapona kwenye hatari kubwa, mpaka watu wanakuwa wanashangaa, huyu mtoto amepona hapa. Wengine wanaweza kupata ugonjwa huo wakafa, watu wengine wanaweza kaanguka asiamke tena akafia pale pale, lakini wewe umejikuta labda hata ukiumia Mungu anakuponya, unatoka salama. Hata kama imetokea jambo gani la hatari, unatoka salama. Hii ni ishara yenye nguvu kubwa sana. Naomba nikupe ushuhuda wangu kabla tujaendelea na ishara nyingine. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimetoka mjini nikaenda kijijini kumtembelea bibi yangu. Tukawa tumekaa nje mimi yeye, tunazungumza tu pale nje. Wakati tunazungumza, ghafla kulitokea upepo mkali. Yani wakati si tunaamka tu, yani tunaamka dakika chache tunaamka, tulikuwa tumekaa nyuma ya nyumba, tunatoka ile sehemu, yani dakika chache ule ukuta ukaanguka pale pale tulipokuepo, ukaanguka. Of course tulishangaa sana, manake yani ule ukuta mtu kama ulikuwa wako pale pale alikuwa anakufa pale pale, lakini Mungu akatuponya. Yani tunaamka tu, kitendo cha kuamka na tunatoka tunataka tuingie ndani ya nyumba. Sasa yani sijui upepo ulitoka wapi, ulipiga ule ukuta wa nyumba ukaanguka pale pale, matofali yakafunika pale pale ambako tulikuwa tumekaa. Ukiona ishara namna hii, yani yamkini wewe unanisikiliza, Mungu amekuwa tangia utotoni ni mtu ambaye umekuwa ukipitia changamoto kali, umekutana na hatari nyingi, lakini kwenye hatari hizo Mungu anakuonekania, anakuokoa. Malaika wako kwa ajili ya kukuokoa. Ukiona ishara hiyo, basi unatakiwa utambue wewe tangia utotoni umepewa ulinzi wa ajabu wa malaika. Wewe umepewa ulinzi wa ajabu wa malaika. Kwa hiyo hii ni ishara ya kwanza. Ukiona, basi unatakiwa utambue wewe sio wa kawaida, kuna ulinzi wa malaika tangia ukiwa mtoto. Ndio maana la Mungu lasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Malaika wa Mungu anakuokoa kwenye tabu, kwenye shida, kwenye mateso. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 91 na mstari wa 11 hadi wa 12, imeandikwa, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa hiyo malaika wanakuokoa kwenye hatari nyingi.
Lakini ukiona dalili ya pili, tambua kuwa wewe una ulinzi maalum tangia utotoni. Ulikuwa na hofu ya ndani ya mambo mabaya bila kufundishwa. Kuna watoto wengine hawapendi giza kupita kawaida. Hawapendi giza, wanahisi uwepo wa kitu kisichoonekana. Wanachukia sana mabaya hata bila kufundishwa. Hii ni ishara ya roho yako kuwa ilikuwa inalindwa na wanafundishwa kimya kimya. Malaika huwa karibu sana na watoto walio na wito maalum, wakiwajenga ndani yao utambuzi wa mapema wa mema na mabaya. Hii ni ishara nyingine. Unakuwa ni mtu ambaye tangia utoto ulikuwa unachukia mambo mabaya, ulikuwa unachukia mambo ya giza, ulikuwa ukiona kitu kama sio cha kupendeza, sio kizuri, sio kitu cha kimungu, wewe unakataa kabisa. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 22 na mstari wa 6, imeandikwa nukuu, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo ukijiona tangia utotoni, yamkini unaweza hata ukawa hata ufundishwi, lakini ukiona tu jambo baya unalikataa kulifanya. Yaani unakataa. Wenzako wanakushawishi labda tukafanya jambo hili baya, wewe tangia utotoni unakataa. Japokuwa usema mwingine hata ufundishwi. Hiyo ni kazi ya malaika. Anakuwa anakufundisha kimya kimya pasi na wewe kujua, kwa sababu ndani yako una kitu cha tofauti sana. Lakini ukisoma pia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 11 na mstari wa 2 hadi wa 3, imeandikwa, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya ushauri na uweza wa roho ya maarifa na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake. Umeona? Biblia inasema na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Ukijiona tangia mtotoni wewe ulikuwa upendi mambo ya giza, upendi mambo ya giza, unapenda kumtumikia Mungu, unapenda kuwa karibu na Mungu, yaani upendi kufanya vitu vya ambavyo ni chukizo mbele za Mungu, basi unatakiwa utambue wewe ulikuwa na ulinzi wa kimungu tangia utotoni. Lakini dalili ya tatu, ulipitia upinzani mkubwa mapema maishani mwako. Yaani umekutana na upinzani mkubwa sana mapema kwenye maisha yako. Labda ulikataliwa au ulidharauliwa tangia ukiwa mtotoni. Labda ulikumbana na mateso yasiyo ya kawaida, ulikuwa tofauti na wengine. Hii ni dalili kubwa sana. Mara nyingi ulinzi mkubwa huja pamoja na vita vikubwa. Adui hujaribu kuvuruga maisha yako mapema, lakini malaika wanapambana kuhakikisha hauangamii. Unashangaa tangia ukiwa mtoto watu walikuwa wanakukataa, watu walikuwa wanakutenga. Yaani siku zote ukubwa wa hatima yako ndio ukubwa wa vita vyako. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 na mstari wa 5, imeandikwa, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo kuna muda Mungu tangia ukiwa mtoto, Mungu anajua bisa utakuwa nani. Ndio maana amekuwekea ulinzi maalum wa malaika kwenye maisha yako. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 na mstari wa 18 hadi wa 19, imeandikwa, iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Kwa hiyo ukiona dalili, yani tangia ukiwa mtoto umepitia upinzani mkubwa, watu walikuwa wanakuchukia, watu walikuwa wakupendi, watu walikuwa wanakutenga, hii ni dalili ambayo inaonyesha lakini Mungu alikusaidia pale ukapita. Hii dalili inaonyesha kuwa tangia utotoni Mungu aliweka ulinzi yani aliweka ulinzi maalum kwenye maisha yako. Yani ulipewa ulinzi maalum kwenye maisha yako. Lakini jambo la 4 au dalili ya 4 ambayo ukiona kwenye maisha yako, basi tambua kuwa umewekewa ulinzi maalum wa malaika kwenye maisha yako. Ulikuwa na ndoto au maono ya ajabu tangu utotoni. Ndoto za kurudia rudia. Unakuwa ni mtu ulikuwa unaota ndoto za kujirudia rudia, kuona vitu visivyo vya kawaida, kuhisi kama unaelekezwa au unaonyeshwa kitu. Hizi sio ndoto za kawaida. Ni njia mojawapo ambayo ulimwengu wa roho
ulikuwa unakuandaa na kukulinda, huku malaika wakikutembelea au kukuletea ujumbe kwa njia ya ndoto. Yani hii ni dalili ya tangia utotoni ulikuwa unaota ndoto, yani unaota ndoto, unaota vitu vya ajabu ajabu. Kuna vitu unaota, kuna vitu unaelekezwa kwa njia ya ndoto. Ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 34 na mstari wa 14 hadi wa 15 imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Kwa hiyo unakuta tangia mtotoni unaota ndoto, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili. Ulikuwa ni mtoto ambaye unaota ndoto, yani kuna ndoto ambazo unaziota za ajabu mpaka leo hii hizo ndoto yamkini hujazisahau. Ulikuwa ni mtu ambaye unaota ndoto, unaona maono, unaona vitu ambavyo hata wengine waoni, unaota ndoto kubwa sana. Hii ni ishara kuwa uliwekewa ulinzi maalum wa malaika tangia ukiwa mtoto. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 17 imeandikwa, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Biblia inasema itakuwa siku ya mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono. Unajikuta tangia mtoto mdogo wewe ni mtu ambaye unaona maono, ni mtu ambaye unaota ndoto, ni mtu ambaye Mungu anakufundia vitu vya ajabu kabisa. Lakini dalili ya 5 ambayo ukiona kwenye maisha yako, basi tambua ya kuwa una ulinzi maalum wa malaika tangia ukiwa mtoto. Watu waliwahi kusema una kitu cha tofauti, yani watu waliwahi kuambia wanaenda, wewe mtoto una kitu cha tofauti kabisa. Yani watu wamekuwa wakikwambia hilo neno, wewe una kitu cha tofauti sana. Uenda uliwahi kusikia watu wakikwambia wewe mtoto, wewe una kitu cha tofauti, kuna kitu ndani yako si cha kawaida, utakuja kuwa mtu mkubwa. Hizi si kauli za kawaida tu. Mara nyingi watu wanahisi kile ambacho hawawezi kueleza ni uwepo wa ulinzi wa kiungu juu yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 18 imeandikwa nukuu, ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Bethlehemu, aliye stadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja naye. Kwa hiyo tangia utotoni watu wamekuwa wakikwambia, wewe utafika mbali sana, wewe una kitu cha tofauti sana. Ukiona hizi sio kauli za kawaida, hizi ni kauli ambazo watu wanakuwa wanaona kabisa ule uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiona ishara hii, basi tambua tangia mtoto mdogo ulikuwa una ulinzi maalum wa malaika kwenye maisha yako. Lakini dalili ya 6, kama tunaelewana, naomba comment chini. Kama unanielewa vizuri, naomba comment chini, andika ninakuelewa mwalimu, na nitajibu message yako. Comment chini kama unanielewa vizuri, andika nakuelewa mwalimu. Dalili ya 6, umekuwa ukiepuka marafiki au mazingira mabaya bila sababu ya wazi. Kuna sehemu ulikuwa hutaki kwenda, yani ni mtu ukiona dalili, yani umekuwa ukiepuka marafiki au mazingira mabaya bila sababu ya wazi. Unashangaa unaepuka tu. Kuna sehemu ulikuwa hutaki kwenda, kuna watu ulihisi vibaya kuwa karibu nao, ulichagua njia tofauti na wenzako. Huu ni ulinzi wa moja kwa moja. Malaika wanakuongoza bila wewe kujua, wakikuepusha na mitego ya mapema. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 23 na mstari wa 3 imeandikwa, uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Yaani wewe tangia ukiwa mtoto mdogo, ukiona ulikuwa unaepuka marafiki au mazingira mabaya bila sababu ya wazi, marafiki wasiofaa unajikuta unaachana nao tu, yani automatic tu, unashangaa bwana, mimi hapana, wanakushauri labda tufanye hivi, lakini unajikuta umeshakataa tu. Basi tambua tangia ukiwa mtoto mdogo ulikuwa na ulinzi maalum wa kimungu. Kama tuko pamoja, andika tuko pamoja, naomba comment. Kama tuko pamoja mpaka sasa, andika tuko pamoja mwalimu. Lakini dalili ya 7, kuna nyakati ulihisi kama uko peke yako, lakini ukuwa peke yako. Ulipitia upweke mkubwa, hakukuwa na mtu wa kusaidia, lakini bado uliendelea kusimama. Ukweli ni huu,
hukuwahi kuwa peke yako. Malaika walikuwa karibu wakikupa nguvu ya ndani, wakikulinda hata pale ambapo hakuna mtu aliyekuwepo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13 na mstari wa 5 imeandikwa sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 na mstari wa 16 imeandikwa akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Kwa hiyo ukiona ishara hii, labda ulikuwa unapitia upweke, kuna nyakati ulihisi kuwa uko peke yako, lakini ukuwa peke yako, Mungu alikuwa pamoja na wewe. Lakini dalili ya 8 ambayo ukiona kwenye maisha yako, basi tambua una ulinzi maalum wa malaika. Unahisi kuna kusudi kubwa juu ya maisha yako. Hii ndio dalili ya mwisho lakini yenye nguvu kuliko zote. Unahisi umeitwa kufanya kitu kikubwa. Unajua ndani yako kuwa maisha yako sio ya kawaida. Kuna moto ndani, unakataa kukata tamaa. Hii ni uthibitisho kwamba ulinzi huo haukuwa wa bure, uliwekwa kwa sababu ya kusudi maalum ambalo bado linaendelea kutimia. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 na mstari wa 10 imeandikwa, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hiyo ukiona ishara hii ya 8, unahisi kuna kusudi kubwa juu ya maisha yako. Yaani wewe ni mtu ambaye tangia mtoto mdogo ulikuwa unajiona kabisa kuna kitu kikubwa kwenye maisha yako, kuna kitu cha kipekee kwenye maisha yako. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ninaomba uniambie umejifunza jambo gani. Lakini ninakuombea wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki, Mungu akajibu haja ya moyo wako wewe utakayeshare. Ninakupenda sana, nikutakie wakati mwema.